Toka tumepata uhuru mwaka 1961 hatujawahi kupitisha bajeti kubwa kama ile. Bajeti ya shilingi trilioni 62.33 hajawahi kutokea toka nchi hii imepata uhuru. Ukubwa wa bajeti hiyo unatafsiri kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga kwenda kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kasi mpya. Ndio maana tarehe 1 Julai anakuja Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega kuja kumkabidhi mkandarasi ujenzi wa barabara ya Songea kwenda Makambako. Anakuja tarehe 1 kwa sababu anajua tarehe 23 bajeti imepita, na kwenye bajeti fedha hiyo Ndumbaro aliiomba ipo. Nini kitafanyika kwenye barabara hiyo? Nisiharibu utamu leo, tuwepo tarehe 1 tumsikilize. Hata wale ambao bado wanadai fidia ile bypass, kwa sababu kuna wengine wamelipwa wengine hawajalipwa, waje siku hiyo tuone maendeleo na faida ya kupitisha bajeti kubwa kiasi hicho. Sifa ya pili ya bajeti hii ni bajeti ya kwanza baada ya uchaguzi mkuu wa 2025. Maana yake ni nini? Ndio bajeti ya kwanza kwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani mwaka jana tumeahidi mambo mengi sana. Mheshimiwa Rais alikuja hapa Msamala, tulikwenda kwa wingi, akaelezea ilani. Mimi na Chama cha Mapinduzi tumezunguka kata zote, tumeinadi ilani. Sasa utekelezaji wa ilani ile ndio unaanza na bajeti hii ya 2026 2027. Kwa hiyo utekelezaji rasmi wa ilani unaanza tarehe 1 Julai, na tunaanza Songea mjini kwa barabara ile. Ndivyo mjua mimi mbunge wenu sina mbambamba. Kama mnataka mbunge mrefu, mimi sifai kwa sababu mimi ni mfupi. Lakini kama nataka mbunge wa maendeleo, kuleta maendeleo, wakushindana na mimi ajipange kweli kweli. Sifa ya tatu ya bajeti hiyo ni bajeti ya kwanza ambayo inakwenda kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Mwaka jana serikali ya CCM ilipitisha dira ya maendeleo ya taifa ya miaka 25 ijayo, kuanzia 2025 mpaka 2050. Sasa bajeti yake ya kwanza ndio hii tunakwenda tumeshaipitisha. Maana kwa maana ya bajeti, dira inaenda kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Julai. Dira ina faida kubwa sana tukienda kuisoma. Inaongelea Songea ya viwanda, inaongelea maslahi ya mkulima, inaongelea biashara, inaongelea huduma za afya. Sifa ya 4 ya bajeti hii ni kwamba 74.2% ya bajeti yote yenye thamani ya shilingi trilioni 62.33 itatokana na mapato yetu ya ndani, kodi zetu, makusanyo yetu, tozo zetu. Maana yake ni bajeti ambayo inasema Tanzania sasa inakwenda kujitegemea kwa 74.2%. Ni hatua kubwa sana, haijawahi kutokea. Ndio maana mimi nilazimika kukaa kule bungeni kuanzia mwezi wa 3 kuhakikisha kwamba bajeti hii inapita na Songea bomba 2 zinakwenda kupata maendeleo. CCM oye! Ndio kazi mlionituma wanasongea. Ndio maana waliotaka kuipinga bajeti hii mimi niliwashughulikia kweli kweli, niliwashughulikia hasa ili bajeti ipite, ili wana bomba 2 wapate maendeleo, ili wanasongea wapate maendeleo, ili Watanzania wote wapate maendeleo.